Hizi ndio dalili ambazo kama uko nazo au huwa unakutana nazo kwenye maisha yako, basi utakuwa hauko sehemu mbaya. Yaani uko sehemu ambayo ni mbaya. Uko sehemu mbaya. Dalili ya kwanza, umekuwa ni mtu ambaye mapigo ya moyo yanaenda mbio bila sababu za msingi. Yaani ni mtu ambaye unalipuka, unafura hasira. Yaani kitu kidogo tu kikitokea wewe una panic, una jazba. Yaani huwezi kujizuia. Jua kabisa uko sehemu mbaya. Lakini namba 2 ni yule mtu ambaye anahisi anapata pesa zinapotea, haelewi zinaenda wapi. Ukishafikia hatua ya kuhisi unapata fedha zinapotea, hujui zinaenda wapi, jua uko stage ya mwisho, kwa sababu stage ya kwanza unakuwa hujui hata kama unapata pesa zinapotea. Unakuwa unahisi maisha yako ni ya kawaida. So the moment umekuja kuona kwamba napata pesa zinapotea, it means unaelekea hatua ya mwisho ya wewe either kupoteza kabisa hata kile kidogo ulicho nacho. Inafikia namba 3. Ishara namba 3 ni mtu ambaye ukipata pesa tu ndo matatizo yanaanza. Huenda familia yako ndo inaanza kuumwa, wazazi wako ndo wanaanza kuumwa, mke wako ndo anaanza kuumwa, anazidiwa na watoto. Yaani familia yako ndo inakuwa inapata matatizo. Yaani unapoelekea kupata pesa, ukipata tu, kabla una pesa unapanga mipango yako vizuri, lakini unapoelekea kuipata pesa mambo ndo yanaongezeka, kadri yanaongezeka na kuwa mengi. Ukipata ishara ya ukipata pesa ndo matatizo yanaanza. Tatizo la kwanza huwa linaanziaga kwenye familia. Utasikia mama yako anaumwa mzazi, ni jukumu ambalo huwezi kukwepa. Si ndio? Utasikia mtoto wako kazidiwa nyumbani, ni jukumu ambalo huwezi kukwepa. Si ndio? Utasikia mke wako alikopa vikoba, sifika kamatwa yuko kituoni, inabidi ukamtoe, ni tatizo huwezi kukwepa. Utaambiwa kaka yako amfungwa, huwezi ukakwepa, lazima utaenda kuhangaikia, utatafuta mawakili na nini. Ukiwa unapata hizi ishara, jua uko sehemu mbaya. Namba 5, umekuwa ni mtu ambaye watu wanakuchukia bila sababu. Ni mtu ambaye ukifika ofisini kwako unakuta bosi wako anakuchukia. Unakuta kuna watu tu wameunda vikundi wanakuchukia. Unakuta watu ambao walikuwa wakikushangilia wameanza kukuzomea. Unakuja kuona watu ambao walikuwa wanatamani kukusaidia kwenye maisha yako ndio hawa watu ambao wameanza kukupiga vita, hawataki ufanikiwe. Yaani ukishaanza kuziona hizi dalili, unapigwa vita na watu ambao walikuwa wanataka kukusaidia. Yaani watu walikuwa na mpango wa kukusaidia, na siku zote mlikuwa mnaongea nao vizuri tu na wana mpango wa kusaidia fresh yani. Lakini sasa hivi wamegeuka, wanakuchukia. Unaweza ukachukiwa na mama yako, unaweza ukachukiwa na baba yako, unaweza ukachukiwa na mtu yoyote ambaye mwanzo mlikuwa mko naye tu vizuri, lakini sasa hivi unakuta tu anakumind, na ukitafuta sababu ya yeye kukumind uione, jua kabisa uko sehemu mbaya. Lakini ya 6, nataja 10 tu nyepesi. 6 ni mtu ambaye unaota ndoto. Unatakiwa ujue kitu kimoja, ndoto unazoziota kila siku zina sababu na zina maana. Sasa unapoota ndoto, kama kuna ndoto unaziota na unazichukulia poa, jua wewe ndio unayefeli, sio ndoto zinazofeli. Kitu kinaitwa ndoto. Ndoto sio ndoto, ndoto ni maono. Yaani kile ambacho wewe unakiota usiku unahisi ni kibaya, ndicho hicho ambacho unatoka nyumbani kwako na hilo bicho lako, unaenda kumtafuta mganga wa kienyeji, unaambia mganga wa kienyeji, naomba nitabirie mambo yangu. Wakati ndoto unazoota kila siku ukiwa na akili timamu zinakuwa zinakuonyesha ulikotoka, unakoelekea na unakokwenda. Ndoto sio ndoto. Yaani unapoota ndoto sio ndoto, yale ni maono. Kwa hiyo wewe ambaye unatizama hii video, kama kuna ndoto wewe unaota, aidha ukiwa unaota uko shuleni au umerudi utotoni, uko shule ya msingi, jua kabisa ni ishara kwamba wewe unaelekea kufeli au kuishiwa kwenye maisha yako. Ukiwa na ndoto ambazo ulikuwa umelala lakini unaota unapaa, ukifika kule ukifika kule juu unadondoka, yani unaenda unadondoka jua kabisa wewe ni mmoja kati ya watu ambao uko kwenye hatua mbaya. Ukiota unakimbizwa na nyoka ambaye huyo nyoka ni nyoka mweusi anakukimbiza, uko kwenye hatua mbaya sana. Juice tamu by the way. Ukiota pia ni mtu ambaye unakimbizwa na kitu
au mnyama au mtu unayemjua, chochote kile kinakukimbiza alafu huwezi kukimbia, jua kabisa uko kwenye hatua mbaya. Lakini kuna wenzangu na mimi wale ambao huwa wanaota wakifanya tendo la ndoa, unaota unafanya tendo la ndoa na mtu ambaye unamjua, lakini huyo mtu anakuja aidha kwa picha ya sura nyingine au anakuja kwa sura yake. Yaani unakuwa unaona kuna mtu unafanya naye tendo la ndoa, na ukiamka asubuhi unakuta umechafuka. Unaota unafanya tendo la ndoa lakini ukiamka asubuhi umechafuka. Uko kwenye hatua mbaya. Ukiota una mimba au una ujauzito au unajifungua kwenye ndoto, hizo sio ndoto, hayo ni maono. Kwa hiyo ndoto yoyote unayokutana nayo kwenye maisha yako sio ndoto. Kuna ndoto nzuri na kuna ndoto mbaya. Ukitaka kuendelea kujifunza baadhi ya vitu ambavyo mimi navifundisha, ingia YouTube, andika Chief Godlove, subscribe, weka notification on, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo siwezi kuposti huko kwenye social network nyingine, nachoka. Kwa hiyo huwa nafanya video ya muda mrefu, dakika 10, 15, 20, naelezea mambo ambayo yatafungua watu. Kwa hiyo kama unataka kufunguka, kupata ufafanuzi zaidi, nitakuwa nikiposti kwenye YouTube yangu na Facebook account yangu, ambao Facebook inaitwa Chief Godlove Billionaire, YouTube inaitwa Chief Godlove, TikTok inaitwa Chief Godlove Billionaire, Instagram Chief Godlove Billionaire. Nenda huko, nenda kanifollow, hakikisha umeweka notification on, kwa sababu mpaka leo hujui wapi utakapotokea, wapi tobo litakukuta. Kwa hiyo tobo linaweza likatokea kwangu au likatokea kwa mtu mwingine. Ndoto yote unayoiota, iwe nzuri au mbaya, ina maana. Tafuta maana hiyo ndoto. Mimi nina uwezo kufanulia ndoto yoyote unayoiota ambayo huwa inakusumbua. Yoyote, lakini sharti lazima ulipie. Ndoto yoyote unayoota kwenye maisha yako, mimi nina uwezo wa kuifafanua na nikakuelezea inamaanisha nini na unatakiwa kufanya nini. Na nina uwezo kukuongoza kwenye maisha yako kwamba wewe toka hapa nenda kafanye hiki na hiki, utafika pale. Mimi nina uwezo wa kumfanya mtu ambaye sio maarufu akawa maarufu kwa siku moja. Nina uwezo wa kumfanya mtu ambaye hakuwa na pesa akapata akili ya fedha na akapata fedha ndani ya muda mfupi. Nina uwezo wa kumfungua mtu akili zake na mawazo yake akawa tofauti na jinsi alivyokuwa zamani. Lakini siwezi kumfungua mtu ambaye yeye hataka kufunguliwa. Ili nijue kama unataka kufunguliwa maisha yako, unataka kuwa mmoja kati ya watu wengine, unataka kuondokana na upumbavu na ujinga na ushenzi ulionao ndani yako, lazima ulipie, lazima utoe kitu ambacho mimi kitaniaminisha kwamba wewe ni mtu sahihi na natakiwa kukusaidia. Kitu cha kufanya, watu wengi wamekuwa kitapeliwa kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi wanajifanya ni mimi, wanaigiza kwamba wao ni mimi, sio mimi. Namba za kwangu za kujiunga, kabla sijaendelea kuelezea kuhusiana na hatua au namna ya mtu kujua yuko sehemu mbaya. Namba ya kwanza hiyo hapo, 0758 84 49 62. 0758 84 49 62. Namba nyingine ni 0756 38 22 85. Narudia, 0756 38 22 85. Namba ya Kenya, kwa wale mliopo Kenya, hii ni Airtel ya Kenya. Unalipia 11,000 ya Kenya au dola 100. Hii hapa namba. Hii hapa hii. Dola 100 au 11,000 ya Kenya. Hizi ni namba za kulipia 200,000 ya Tanzania. Ukilipia unatuma ujumbe, unaweza ukatuma ujumbe kwenye namba hii ya Kenya au ukatuma ujumbe WhatsApp kwenye namba hii ya Tanzania. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo kwenye hii dunia unatakiwa kuvijua ambavyo mimi navijua, lakini siwezi kuelekeza wewe ambaye hujui kwa sababu hujaniomba nikufundishe. Kuna muda nitakuja kukufundisha, utasema nani kakuomba? Mimi sijakuomba unifundishe. Unashoboka. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo siwezi kuelekeza kwa sababu wewe hujanielekeza kama unataka uvijue. Siwezi kukufundisha vitu ambavyo wewe hutaki kuvijua. Lazima wewe unavijua. Ndoto yoyote unayoota, maono yoyote unayoyaona, kitu chochote unachokiona kwenye ndoto yako ni kitu ambacho ni cha ukweli na kuna sababu ya wewe kuota hiyo ndoto. Kuna ishara unazopewa ndani ya hizo ndoto. Ndoto yoyote ukiota, unafanya mapenzi, unajifungua, unakimbizwa na nyoka mweusi au rangi yoyote, unadondoka ndani ya maji. Yaani wewe ni mtu ambaye umedumbukia ndani ya maji, unaenda unazama. Wewe ni mtu ambaye umepaa, umeenda juu angani alafu unadondoka, au unaota unapaa. Kuna ishara nyingi zinazoonyesha kwamba wewe kuna kitu ambacho hakiko sawa kwenye maisha yako.
Kama vitu nilivyovitaja hapa vyote vipo kwenye maisha yako au baadhi, hakikisha unalipia 200,000 au 11,000 ya Kenya, $100 haraka iwezekanavyo ili uweze kufunguliwa. Ishara ya 7 ni hii hapa. Unakuwa ni mtu ambaye unasaidia watu alafu watu hawakusaidii. Ni mtu ambaye unajitahidi sana kujituma, lakini unataka kusaidia watu, lakini hao watu hawakusaidii wala hawataka kusikia chochote kuhusu wewe. Usipojitambua na kutambua baadhi ya vitu vya kukufanya ubadilike, utaendelea kuishi kwenye hayo maisha ambayo sio maisha mazuri. Kwa hiyo hakikisha unajua baadhi ya ishara ambazo sio nzuri kwenye maisha yako. Ukiona ndani ya nyumba yako umeoa au umeolewa, una mahusiano au kwenye familia, mmekuwa mkigombana na mkivutana ndani ya nyumba yenu, hiyo ni ishara namba 7. Kuna vitu haviko sawa kwenye maisha yenu, kuna vitu haviko sawa kwenu. Kuna kitu hakiko sawa. Ukiona vile vitu ambavyo watu wanapata kiurahisi lakini wewe kuvipata unateseka mno. Yaani vitu ambavyo watu kuvipata wanapata kwa kawaida, yaani wanavipata kirahisi lakini wewe unavipata kwa ugumu, jua kabisa kuna vitu haviko sawa. Hiyo ni ishara namba 8. Namba 9, ndani ya nyumba yako unayoishi, ukilala usiku unahisi kama kuna vitu vinatembea juu ya bati. Ukiacha chakula jikoni, hata kama umepika vizuri asubuhi unakuta kimechacha. Ni mtu ambaye ndani ya nyumba yako unahisi kuna vitu tu haviko sawa. Miti nyumbani kwako hapo imekuwa ikikauka hata kipindi ambacho mvua inanyesha. Ukienda kwa mganga, kwa mchungaji, kwa nani, kule kwake unakuwa umepona. Ukirudi nyumbani kwako tu matatizo yanaongezeka. Hauko sawa. Namba 5. Unaenda namba 10, namba 5. Namba 10. Unaenda hospitali, unaenda wapi, unapima lakini huoni ugonjwa, lakini unateseka, unaumwa. Unaumwa very serious. Lakini ukienda hospitali, ukienda si wapi, ukienda wapi hawaoni ugonjwa wako. Kaa ukijua kwamba uko sehemu mbaya. Kuna vitu haviko sawa, na ili viwe sawa ni lazima upate mtu ambaye ana elimu kuhusiana na hivyo vitu vyako. Watu wengi tunahangaika kwa sababu tunabeba matatizo tulionayo, tunapeleka kwa watu ambao hawana elimu na hayo matatizo yetu. Matatizo ulionayo wewe yanaweza akawa fursa kwa watu wengine, ndio maana kila unakoenda hauponi. Haupati kila ambacho unakitaka. Na mtu mwingine ambaye yuko kwenye hatua mbaya zaidi, hii ni extra ya mwisho. Wewe ni mtu ambaye unahangaika kwa waganga wa kienyeji, unahangaika kwa mashehe, unahangaika kwa Freemason, unahangaika kwa Illuminati. Umekuwa ni mtu ambaye unapambania sana hizo njia, unaenda unasema mimi nataka kwa Illuminati, mimi nataka kwa Freemason, mimi nataka hela za uganga. Umekuwa ni mtu ambaye unatumika, unapeleka mahela na mahela na mahela na mahela. Leo anakuambia sijui nani kafa, nenda kalete hiki, kesho kutwa kile. Wewe utakuwa ni uko kwenye hatua mbaya ya kuwa maskini mpaka unakufa. Yaani kama kuna sehemu ambapo unahangaikia kila siku hili mara lile, utakuwa maskini mpaka unakufa mbwa wewe. Amka, huu ni wakati wako wa kujitambua. Hakuna muda wa kutumia nguvu za watu wengine. Tumia nguvu zako zilizo ndani. Tumia nguvu zako za universe ili uweze kuikontrol dunia. Pesa na mali na vitu vilivyomo ndani ni vyetu, ila tunatakiwa kuwa na nguvu ya kuvitumia. Namba za kujiunga hizi hapa, nazirudia tena. Sasa nisikie mtu ameenda kulipia pesa kwa mtu mwingine alafu amejifanya ni Chief Godlove, jina linatoka Godlove Mwakibete. Hakuna, yani usije ukalipia kwa mtu mwingine yoyote anayejifanya ni mimi, utatapeliwa, utakuwa mpumbavu kama wapumbavu wengine. Tumeelewana sijui? Mwenye swali lolote, next topic ambayo nitaielezea, unataka nielezee kitu gani? Kuna kitu gani cha ulimwengu ambacho wewe ukielewi unatamani kukielewa? Basi unaweza ukaandika kwenye comment kwamba Chief, mimi natamani kuelewa hiki. Lakini kama unataka kufanikiwa, unataka mafanikio ya kweli, unataka kuacha kusindikiza watu kwenye mafanikio, cha kufanya ni kimoja tu. Namba hizi hapa. Naza namba mmepata. Basi kama kuna mtu ana swali au anataka kupata elimu zaidi, subscribe YouTube channel yangu, ni follow Instagram Chief Godlove Billionaire, ni follow
Facebook Chief Godlove Billionaire, ni follow TikTok Chief Godlove Billionaire, ni follow X Chief Godlove Billionaire. Utakuwa unapata mafunzo kadha wa kadha. Kama una ishara yoyote kati ya hizi nilizozitaja, unatakiwa kuna mtu mtafute ambaye ni mimi, ili nikuongoze kwenye maisha yako, kwa sababu maisha yako ukizembea, huu mwaka tunaoenda kuanza, usipouanza vizuri, utaishia kuwa maskini, utaishia kuteswa, utaishia kunyanyaswa, utaishia kudharaulika. Sasa kama umechoka kudharaulika, nafasi yako ni leo, nafasi yako ni sasa. Asante.